Sasa kwa upande wa TAKUKURU, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya kwa elimu kwa umma, kushirikiana na Scouts. Lakini pia nimepata nafasi ya kusoma ripoti yenu. Nimeona kwamba mna mpango sasa kushirikiana na Wizara ya Elimu katika kipindi hiki cha mageuzi ya mitaala, somo hili liingizwe kwa wanafunzi ili waweze kukua nalo. Na mimi naisupport hiyo, nendeni kwa nguvu na kwa pamoja tutaona jinsi mtakavyoweza kuingia huko. Lakini jitihada zingine za elimu kwa umma, kufanya kazi na Scout na makundi mengine, naomba ziendelee. Lakini la pili ni wapongeze kwa kazi kubwa mliyofanya ya uchunguzi, na kwamba sasa tunasikia majalada yanapelekwa mahakamani. Kutokana na ripoti yako, mmefanyia kazi majalada 1188 ambayo mmeyafungua, lakini kati ya hayo 16 ni ya rushwa kubwa kama ulivyozitaja, na ni imani yangu kwamba tayari yapo mahakamani. Majalada 100 haya yanatokana na fedha za uviko. Nako hakukuwa salama vizuri. Kwa majalada 100 yamefunguliwa na hatua zinaendelea, na kweli mliniomba ruhusa ya kuhoji na kuwasimamisha wakurugenzi, wakajibu, nami nimefanya hivyo. Kwa naomba muendelee na hatua hizo bila kusita wala bila kumspea mtu. Nendeni, fanyeni. Niwapongeze pia kwa hatua za kuokoa fedha kwa kuingilia mikataba na kuweza kuokoa fedha. Ni hatua nzuri, endeleeni. Niwapongeze kwamba sasa TAKUKURU, ukiangalia kazi mlioifanya ya uchunguzi, majalada yaliyokwenda mahakamani na matokeo ya mahakamani ni 60%. Ni hatua nzuri. Ilikuwa hatufiki hata hapo 60, hata 40 wasiwasi. Mmefika 60 na hakika mtakwenda vizuri huko mbele tunavyokwenda. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, hasa hii kazi ya kuingilia mikataba. Tumesikia CAG amesema mikataba ya ovyo kabisa, mengine haitazamwi na mwanasheria mkuu wa serikali, watu wanajiingilia tu, na huko ndiko kwenye upotevu wa pesa. Kwa hiyo niombe sana TAKUKURU, endeleeni na hiyo kazi.